Wengine wetu katika maisha yetu ya sasa hivi kuna changamoto mbalimbali za kitabia ama kuendana na mazingira ambazo tuko nazo. Kuna wengine tunapata changamoto, tunataka kila wakati tuwe wakamilifu katika kila jambo tunalofanya, na hii wakati mwingine inatukosesha kujiamini, na hata wakati mwingine tukifanya mambo hatuna uhakika kama tumefanya kwa usahihi ama hatujafanya kwa usahihi. Kuna wale ambao pengine kuna mambo tulipitia katika utoto wetu, pengine ni ukatili, aidha wa kupigwa ama kubakwa ama kulawitiwa, lakini bado hiyo inatusumbua mpaka sasa, bado tukiwa watu wazima, na tunashindwa hata kutengeneza mahusiano na watu wengine. Kuna wale wengine tabia zetu, watu wanalalamika sana, labda sisi ni wagomvi, labda tuna hasira zilizopitiliza, labda tunaumiza wengine, na sisi wenyewe hatujui hizo tabia zinatoka wapi. Pengine labda wewe una changamoto ya childhood trauma, kwa maana ya majeraha ya kihisia ya utotoni. Childhood trauma au majeraha ya kihisia ya utotoni yanaweza kutokana, yalianzia pale kwenye utoto wako, ambapo pengine mahitaji yako kama mtoto hayakufikiwa kwa wakati, ama kuna wakati mwingine yalikuwa yakifikiwa lakini yalikuwa ya unyanyasaji ama ya ukatili. Kuna watu walipitia vipigo sana katika utoto wenu, pengine ni hivyo, ama ulibaguliwa sana kwenye familia, ukanyanyaswa, ukalinganishwa na watu wengine, au inawezekana ulifanyiwa ukatili wa kingono, ulibakwa ama ulilawitiwa. Inawezekana pia ni kutelekezwa na wazazi, hujapata fursa ya kuwa karibu na wazazi wako. Yote haya yanaweza kupelekea majeraha haya ya utotoni, ama yalikupelekea wewe kupata majeraha haya ya utotoni. Majeraha haya ya utotoni ambacho yanafanya, kwa sababu haya yote yalisababisha maumivu ya kihisia kwako, ambacho kinatokea, kuna vitu viwili vinatokea. Cha kwanza, tunatengeneza imani ambazo zinatengenezwa, pengine unaweza kujiona kwamba mimi labda sio wa thamani, ndio maana mwingine anaonekana yeye anafanya vizuri zaidi. Pengine labda ulikuwa unalinganishwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anafanya vizuri darasani ama kitabia ama kimaumbile, kisura yuko vizuri, na ulikuwa unalinganishwa wewe hauko kama fulani. Hiyo ikakutengenezea, ukatengeneza imani kwamba pengine mimi sio wa maana, mimi sio wa muhimu, mimi sio wa thamani. Pengine hiyo ilikuwa ni jambo ambalo wewe inawezekana ulilipitia. Imani nyingine ambayo pengine inawejengeka na kutokana imani nyingine ambayo inajengeka kutokana na majeraha haya ya kihisia ama hizi childhood trauma ni pale unapojiona wewe sio wa muhimu, wewe sio wa maana, wewe hautoshi, na pia unajilinganisha na watu wengine. Na hizi kama nilivyoeleza zinatokana na namna ambavyo ulivyokuwa unalelewa, baadhi ya mambo ambayo ulikuwa unafanyiwa. Pengine kama ulikuwa unapigwa sana kama mtoto, inawezekana ilikupelekea ukajiona kwamba mimi nina kasoro, mimi ninakosea sana, mimi sifanyi sahihi vile inatakiwa. Kama ulipitia ukatili mwingine wa kihisia, kutukanwa, kusemwa vibaya, kulinganishwa na wengine kama ambavyo nimeeleza, hii inawezekana ilikufanya ukaona kwamba labda wengine ni bora zaidi kuliko ambavyo wewe ni bora. Sasa imani zote hizi katika utoto wetu ule na haya maumivu ya kihisia yanatufanya sasa tutengeneze coping mechanism, mazingira ambayo ni tutengeneze tabia ambazo zitatufanya tuweze kuendana na hali ile ambayo ipo. Na hizi coping mechanism zinageuka kuweza kuwa ni kama tabia zetu, ni namna ambavyo tunafanya vitu. Kwa hiyo pengine kama ni kukaripiwa sana, kupigwa sana, mzazi mkali sana, unaweza ukawa ulijifunza kunyamaza, na unaona kwamba ukinyamaza pengine hiyo inakusaidia uweze kuondokana na wewe kufokewa ama kupigwa ama kukosewa.
Na nyingine inawezekana labda ulitengeneza hali ya wewe, kuna ile kutengeneza tabia kama za kupretend, yani kushow off kwa wazazi kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo unataka kuonyesha kwamba wewe ni mkamilifu kila wakati, unaweza ukatengeneza hata tabia zingine za uongo ili tu kufurahisha wazazi. Kwa hiyo toka katika umri mdogo unakuwa umejifunza, ili wazazi wangu wanipende, wanijali, wawe karibu na mimi, wanifurahie, ninatakiwa niweze kuwadanganya ili waweze kufurahia. Kwa hiyo vitu vyote hivi, hizi imani na hizi coping mechanism tunazitengeneza, zinatengeneza tabia zetu. Ama kwa maana nyingine tunaweza kusema personality zetu, haiba zetu vile tulivyo. Na ndio maana pengine zinatuathiri sasa hata katika utu uzima ambao sasa hivi ndio tupo. Kwa hiyo childhood trauma ama majeraha ya kihisia ya utotoni yanaenda kutuathiri moja kwa moja vile ambavyo tunafikiri, tunavyotafasiri mambo na tunavyotenda. Kwa hiyo ndio matokeo ya matendo yetu, tabia zetu na kama nilivyosema personality zetu. Sasa unaweza ukajiuliza ni madhara gani ambayo unaweza kuyaona katika utu uzima. Madhara ambayo yanaweza kuonekana katika utu uzima yapo mengi, lakini kwa kutaja machache, mojawapo, kama katika utu uzima wako bado unapata maumivu kutokana na ukatili ama unyanyasaji ulitendewa katika utoto, hii inaweza ikawa ni kiashiria mambo si salama sana. Kuna wengine bado tunaota kwa namna ambavyo tulipigwa ama tulifanyiwa ukatili wa kingono, bado tunaota, bado mtu mwingine akifanya jambo tunahisi ni jambo lile linatokea, ama kuna watu fulani tukikutana nao wanaoendana na wale watu waliotufanyia ukatili, inatukumbusha. Kwa hiyo kama unapata kukumbuka ama unahisi haya matukio pamoja na kwamba ni muda mrefu umepita bado unayasikia, hii pengine ni dalili mojawapo kwamba labda una childhood trauma. Dalili nyingine ambayo wewe unaweza ukaiona ni pale ambapo unakosa kujiamini. Yaani wewe katika kila jambo hujiamini. Watu wengine wanaweza kukuamini, mfano kazini, ukapewa nafasi fulani, ukapewa kazi fulani ufanye, lakini kwako wewe hapo unakuwa una mashaka, una hofu, una wasiwasi. Hata kama unaambiwa uchangie mada fulani, kichwani unajua na iko kichwani kwako, lakini ule uwezo, ule ujasiri wa kusema unakuwa huwezi. Hii pengine ni kwamba tangu utotoni ulijenga imani kwamba ukisema kitu, ukikosea, pengine utakaripiwa au utaadhibiwa ama utasemewa vibaya. Kwa hiyo hii bado imekufanya ushindwe hata kujiamini hata katika utu uzima wako huu ambao upo. Jambo lingine ambayo unaweza ukaona kama madhara ni pale ambapo una personalize vitu ama kugeneralize vitu. Mtu aliyepitia childhood trauma anaona shida moja ikitokea, anahisi inatokea kwa sababu yeye amelaaniwa, kwa sababu yeye ni mtu wa kuandamwa tu na shida na matatizo. Kwa hiyo huwezi kuangalia changamoto moja ama kukosea kwa mara moja. Wewe ukikosea, ukikosolewa, mtu akikwambia, yani wewe unaona kama maisha yako yote wewe umekuwa ni wa kukosolewa ama wa kutoshinda. Unaona kwamba wewe siku zote wewe ufanikiwi. Unaweza wengine relate kwamba labda nina laana za ukoo, labda nina mapepo. Yani unatafuta namna fulani ya kuona kwamba wewe ni wa mkosi kutokana na hizi hali ambazo unazipitia katika maisha yako. Yani hiyo ndio changamoto kubwa. Kama wewe una generalize kitu, kukosea kupo, kukosolewa kupo, lakini ukikosolewa ni kama unahisi kwamba ndio mwisho wa ulimwengu, pengine wewe una tatizo la childhood trauma na inabidi liweze kutizamwa. Jambo lingine ambayo ni madhara ya childhood trauma ni kuendelea kubaki katika hali ya kuwa victim.
Yaani katika kila jambo wewe unaona ni mkosewaji, yaani kila wakati wewe unaona ni wa kuonewa, watu wengine wanakufanyia vibaya. Ni ngumu sana kwako wewe kutake responsibility na kukubali. Kuna watu wengine ambao mpaka sasa hivi katika ukubwa wako unaona kwamba hujafikia mambo fulani fulani kwa sababu kupelekwa shule fulani na wazazi wako, au kwa sababu ulinyimwa kitu fulani, au kazini hujaendelea kwa sababu bosi ama wafanyakazi wengine hawakupendi. Yaani wewe kila kitu unaona kwamba wewe ni mtu ambaye uko pale ni victim wakati wote, na unashindwa kusonga mbele, unashindwa kutake responsibility. Hata wakati umekosea katika mahusiano, mara nyingi watu wa namna hii kwenye mahusiano ni watu ambao muda wote, hata pale yeye anapokosea, anaona wewe ndio umemsababisha akakukosea wewe. Kwa hiyo kama wewe uko na mambo kama haya ama dalili kama hii, pengine una childhood trauma. Ila jambo lingine ni kujiona kwamba hautoshi, yaani wewe sio wa thamani na sio wa muhimu. Unaweza moja kwa moja usijione kama ujione wewe ni wa thamani, ni wa muhimu ama hautoshi, ila ni kwenye matendo ambayo unatenda, kwamba ufanye vitu ambavyo ni vya kujipenda. Aidha unajiweka katika hatari mbalimbali, sehemu ambazo pengine wakati mwingine unataka kujiumiza, ama unajishiriki katika makundi ambayo wewe ndio unajaribu kuumiza wengine, ama katika matendo yako ambacho wewe unajaribu kufanya ni kujiweka katika image mbaya. Unaweza ukajikuta kwamba pia unatumia vilevi ili wewe uweze kujisikia salama ndani na mambo kama hayo. Hii ni mojawapo ya dalili pia ambayo inaweza kukuambia una childhood trauma, ambayo kama sasa wewe inaweza ikawa ni tabia kwako na usiweze kuiona hii moja kwa moja. Tabia nyingine ama jambo lingine unaweza kuona ukajua kwamba una childhood trauma ni pale ambapo una hasira na visasi. Na hii hasira na visasi ulionayo inatokana na mambo ambayo ulifanyiwa huko nyuma, aidha na wazazi ama na ndugu, awe shangazi, mjomba ama watu wengine ambao walikufanyia haya mambo. Yaani mpaka leo wewe bado hao watu una chuki nao kubwa, hutaki kuwaona, hutaki kuwasikia, una roho fulani ya visasi. Yaani hata maisha yako kwa sasa unajaribu kwa kiasi kikubwa sana kuona kwamba ufanyeje ili waone kwamba umefanikiwa. Yaani hata kazi unayofanya ni kwa jitihada waone kwamba kweli wewe umefanikiwa na haujashindwa, kama ambavyo labda walikuwa wanakuambia kwamba wewe utashindwa, kwamba wewe hauna akili na vitu kama hivyo na hivyo. Kwa hiyo angalia, kama wewe ni mtu mwenye hasira na chuki na una visasi na watu waliokutendea mambo hayo huko nyuma, pengine bado una childhood trauma ambayo inakusumbua. Jambo lingine unaweza kuona kwako ni pale ambapo kwa namna moja ama nyingine unapata manufaa zaidi kwa kuishi maisha ya nje kuliko ya ndani. Vitu vinavyokupa furaha ni vitu vya nje kuliko vitu vya ndani. Unavyosifiwa na watu wengine ambavyo wanakupongeza, mali ulizonazo, vyeo vyako, kazi ulionayo, mazingira unayoishi, marafiki ulionao, wanakufanya unajiona wewe ndio wa thamani, ndio wa maana. Ina maana vitu hivi vikitolewa unaona kwamba kwako hauna thamani, hauna maana. Ukiona kwamba wewe ili ujione kwamba ni wa thamani, ni wa maana, unaweza kujisimamia mwenyewe, unafurahia maisha yako, kunatokana na vitu vya nje, hiyo sio dalili nzuri. Kama uko salama ndani, kujithamini, kuona ni wa thamani, kufurahia maisha, hakutakiwi kutokana na vitu vya nje. Vitu vya nje ni ziada tu. Wewe ndani, zile karama, talanta ulizonazo zikufanye wewe uweze kushiba, yani kujitosheleza, kuliko ambavyo unaweza ukategemea watu wengine wa nje. Kwa hiyo jitizame, kama unategemea vitu vya nje ndio ujifurahie, ndio uone unajitosheleza, hapo vitu sio salama sana na wewe. Kwa hiyo pengine una hii childhood trauma
ambayo bado inakuathiri katika maisha yako ya kila siku. Madhara mengine ama kitu kingine ambacho unaweza kukiona katika tabia ukajua kwamba pengine una childhood trauma, yani majeraha ya kihisia ya utotoni, inakupa changamoto wewe kujenga mahusiano na watu wengine. Na hii inatokana na kwamba kwanza ni ngumu kwako wewe kuamini watu wengine. Na hii inatokana kwamba kama utotoni mwako ulipitia ukatili, unyanyasaji kwa watu uliowaamini, watu wa karibu au hawakufikia mahitaji yako, ili kutengenezea imani kwamba watu sio wa kuamini na ulimwengu sio salama. Kwa hiyo kama ulijenga dhana hii, ni ngumu sana kuweza kuamini watu wengine na kujenga mahusiano. Na hata ukiwa kwenye mahusiano, huna uhakika sana kama mambo yataenda mazuri sana, au unahisi kuna wakati tu mambo yataenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo ni kama unaingia kwenye mahusiano unangoja siku mambo yaende ndivyo sivyo, kwa sababu wewe uliaminishwa kwamba watu sio wa kuamini, watu hawawezi kukujali, hawawezi kukupenda. Watafanya hivyo lakini kuna wakati watakuumiza. Kwa hiyo kuwa na dhana hii inaleta changamoto nyingi katika mahusiano. Kama uko kwenye mahusiano, kwa sababu hata wakati unatendewa vizuri, wakati mtu anajaribu kuwa karibu na wewe, anakupenda, anakujali, wewe unakuwa na mashaka zaidi na unajaribu kumpush away ili wewe usiji attached naye, kwa sababu una hofu kwamba atakuacha ama ataleta shida na atakufanyia usaliti ambao pengine unakumbuka ulifanyiwa, na hii itaweza kukuumiza. Kwa hiyo hii inakuwa ni ngumu sana wewe kuendelea kuform haya mahusiano. Kama hujaingia kwenye mahusiano, inakuwa ni changamoto sana kufanya maamuzi kufanya hivyo, kwa sababu ya uoga kwamba je, unaweza kumwamini huyu mtu au simwamini. Kwa hiyo unaweza ukaa kwenye mahusiano wewe either unajaribu kukaa uko kwenye mahusiano lakini unakaa mbali, ama unakuwa kwenye mahusiano kuna wakati unakuwa mzuri, mnapendana, mnaenda vizuri, ila kuna wakati kama unabadilika hata bila jambo lolote kuletewa shida. Kwa hiyo hii inaweza ikawa imetokana na kwamba katika utoto wako pengine wale waliokufanyia ukatili, unyanyasaji na mapito haya walikuwa ni watu ambao ulikuwa unawaamini na wakakutengenezea dhana kwamba ulimwengu sio salama na huwezi kumwamini mtu mwingine. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya madhara mengine ambayo yanaletwa na childhood trauma. Lakini pia kwa ujumla wake unaweza ukawa na changamoto nyingine za kitabia. Unaweza ukawa we ni mtu ambaye controlling sana, kwa maana kwamba wewe ni mtu ambaye unaumiza wengine, ni mtu ambaye kwako ukatili ndio namna ya kuweza kutatua matatizo. Inawezekana ikawa pia hata kihisia, wewe unapata changamoto sana kumudu hisia zako, hasa pale ambapo unatendewa ndivyo sivyo, ukikasirika, unikuharibu vitu, kuumiza watu wengine, kwa sababu hukujifunza haya katika utoto wako, namna ya kuweza kumudu hisia zako pale ambapo unakutana na mambo magumu ama mambo yanavyoenda sivyo ambavyo wewe uliweza kutarajia. Au inaweza ikawa kwamba unajiwithdraw, kwa maana kwamba ujishughulishi. Watu wanaweza kukuona kama wewe ni mpole sana, hutaki vita na wengine, hutaki usumbufu na wengine, lakini kumbe pengine wewe umeona hiyo ndio namna yako ya kuwa salama. Hapa ndio pale tunakuta wale watu ambao tunajiita introverts. Sio kila mtu anajiita introvert ni introvert. Wengine tunatamani kukaa ndani, tunakuwa hatuwezi kuwa na marafiki, hatutaki kuchangamana na ulimwengu wa nje kwa sababu tunahofia huu ulimwengu wa nje unaweza kutuumiza, unaweza kutusababishia madhara. Kwa hiyo jitizame pia, kama wewe ni introvert ama ni mpole sana, ni mtaratibu sana, hata ukikosewa wewe bado unaendelea kutulia, kunyamaza. Jiulize kama hii pengine ni madhara haya ya childhood trauma. Lakini pia madhara mengine ya childhood trauma ni kununua upendo. Yaani ama wengine tunasema people pleasing. Yaani kila kitu unafanya kwa watu ili kufurahisha wengine. Uko tayari wewe kuteseka,
kunyanyasika, ili mradi tu umeweza kufurahisha watu wengine, ili mradi tu watu wengine wamekupenda, watu wengine wamekujali. Kwa hiyo watu wanaweza, na hii wakati mwingine inaweza ikachanganywa kwamba wewe una huruma, una upendo na unajali, ila watu wengine hii ni namna yao ya kuendana na maumivu ya kihisia ya utotoni walioko nayo. Yaani wamejifunza kule utotoni, ili baba yake, mama yake ama watu waliokuwa wanamtendea ukatili na unyanyasaji wasimfanyie ukatili, alikuwa amejifunza kupretend ama kujifanya mtoto mzuri kwao. Kwa hiyo hii pia ameenda na hii zana katika utu uzima, ili watu wanipende, wanijali, wanisikilize, wanifuate, ni lazima ninunue upendo, ni lazima niwa please. Kwa hiyo unakuta uko tayari kufurahisha wengine kuliko ambavyo unaweza kuangalia furaha yako ya ndani. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya madhara yaliyopo. Sasa ni muhimu kuweza kuangalia namna ya kutafuta uponyaji. Sasa tukizungumzia uponyaji wa childhood trauma kwa maana ya majeraha ya kihisia utotoni, moja kwa moja, labda kabla sijaelezea baadhi ya vitu vitakusaidia, ni mojawapo ya changamoto ambayo inachukua muda kupona. Na hii ni kwa sababu kwamba nilivyosema, inakuwa kama personality yako, yaani ni kama wewe ambavyo ulivyo. Kwa hiyo sasa ni ngumu sana wewe kujitambua kwanza una kasoro. Wewe unaweza ukahisi wale wanaokuambia wewe una kasoro, wao ndio wana shida, wao ndio hawakuelewi. Kwa sababu hii ulijifunza katika utoto wako, ukatengeneza hizi belief, hizi imani, hizi coping mechanism zikageuka zikawa ni tabia zako. Kwa hiyo kutafuta uponyaji ni ngumu sana, kwa sababu wewe unajiona hivyo ndivyo ulivyo na wengine sivyo walivyo. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri sana ujitahidi, kama unajua una changamoto hii, uweze kuzungumza na wataalamu. Kwa sababu wataalamu ndio wanaweza kujua na kukusaidia kuweza kujua kwamba hii ilitoka wapi, ufanye nini ili uweze kupata uponyaji. Lakini wakati pengine unajifikiria kutafuta wataalamu ama hujafikia wataalamu, baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia, moja kabisa ni kujitambua. Kwa hiyo jifanyie tathmini. Utoto wako ulikuwaje? Ni mambo gani ulipitia katika utoto wako? Je, ulipitia ukatili, unyanyasaji? Mahitaji yako yalifikiwa? Je, ulihisi kutelekezwa, kuachwa na wazazi wako? Kama ulipitia haya, jiulize haya yalikuathiri kwa namna gani? Na kama wewe mwenyewe kuyasema ni ngumu, basi unaweza ukashirikisha watu ambao unawaamini waweze kukuambia ama kukupa mrejesho wa baadhi ya matendo na tabia zako, ambayo inanipa namna yangu ya pili ya kukuambia namna unaweza kutafuta uponyaji. Sikiliza watu wengi wale unaowapenda na unawaamini wanasema nini kuhusu wewe. Mfano, kila mtu analalamika kwamba wewe ni controlling. Kila mtu analalamika kwamba hasira zako zinakithiri. Labda pia ni kwamba umekuwa unaacha kazi moja ama nyingine kwa sababu ya tabia fulani fulani ambayo huwezi kuielewa. Labda ni wakati wa wewe kusimama, badala tu ya kufikiri pengine huku kwenye hii kazi hawakukupenda au walikuwa hawakutaki ama ni watu tu wanakusema, pengine kuna shida mahali hapo. Kwa hiyo hebu taratibu, hebu jaribu kusikiliza sauti za wengine nje, hasa ikiwa ni sauti zaidi ya moja, inakupa mrejesho wa tabia hiyo hiyo ambayo wewe uko nayo. Ama waulize watu ambao wewe unaweza kuwa unawaamini zaidi. Jambo lingine ni kusamehe, kuachilia. Najua hii sio rahisi na nitaongelea zaidi kwenye mada yangu inayofuata. Ni muhimu sana kusamehe na kuachilia wale watu ambao pengine walikusababishia maumivu na majeraha haya katika hali ya utoto. Jambo lingine ni kujikubali, kukubali mapungufu yako, lakini pia kukubali yale mazuri ulionayo. Na sasa hii inaweza ikawa sio rahisi kama ambavyo tena nimesema, kwa sababu ili ujue hii ni mapungufu yangu na haya ni mazuri yangu, kama umepitia childhood trauma, saa ingine unakuwa kama uko blinded. So ni ngumu sana kuweza kutambua. Ndio maana nasema ni vizuri ukaweza ukawa na mtaalamu akaweza kukusaidia, ama labda ni mtu mwenye hekima zake anaweza kuwa anakusaidia. Na ni muhimu sana
kutafuta uponyaji, kwa sababu utaendeleza kizazi ambacho kinapitia hizi childhood trauma. Kama we ni mama, ni baba ambaye umepitia childhood trauma, ina maana utapeleka vile unavyolelea watoto wako sasa hivi inatokana na historia yako. Kwa hiyo ukiwa hiyo ndiyo historia, kama haikuwa nzuri ndio unayowapa watoto wako, nao watakuwa na hizo same belief, nao watakuwa na hizo coping mechanism, na wenyewe watakuja watapeleka hivi kwa watoto wao. Kwa hiyo tafuta uponyaji ili uweze kubreak hiyo cycle ambayo iko hapo ya childhood trauma, ambayo unaweza ukaendeleza kwa vizazi vyako, na ambayo saa nyingine tunasema labda ni laana za ukoo ama vizazi sijui mapepo, ama familia yetu imeandamwa na vitu fulani. Saa nyingine sio kuandamwa na lahana hizo peke yake, lakini kuna vitu kama childhood trauma ambazo sisi tukiwa nazo tunapeleka kwa watoto wetu kutokana na vile tunavyowalelea, na zinawaathiri na wao wataathiri vizazi vyao. Kwa hiyo asanteni sana, na nawashauri mtafute uponyaji. Asante.